Chanzo halisi cha vita vya Iran dhidi ya Marekani huenda hakizungumzwi sana, badala yake sababu za wazi ndizo zimekuwa zikizungumzwa zaidi kuliko kiini halisi. Matokeo yake ni kuwa na vita endelevu. Fuatilia uchambuzi huu mfupi wa TriGen Media. Mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran yanaashiria hatua nyingine ya kuongezeka kwa mvutano ambao umejengeka kwa zaidi ya miongo minne kati ya mataifa hayo mawili. Ingawa sababu za haraka za mashambulizi haya ni kile Marekani ambacho imekuwa ikidai kuwa ni jaribio la Irani kushambulia vituo vyake vya kijeshi nchini Jordan pamoja na meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mgogoro huu una mizizi ya muda mrefu. Uhasama kati ya mataifa haya mawili ulianza baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 nchini Iran yaliyomaliza utawala uliokuwa ukiungwa mkono na Marekani na kusababisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili kuvunjika. Tangu wakati huo, pande hizo zimekuwa zikitofautiana kuhusu masuala mbalimbali, ikiwemo mpango wake wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, ushawishi wa Iran kupitia makundi yenye silaha katika nchi za Iraq, Syria, Lebanon na Yemen, pamoja na uungaji mkono wa Marekani kwa Israel na mataifa ya Ghuba. Marekani imeendelea kuishutumu Iran kwa kufadhili na kuunga mkono makundi ambayo hushambulia maslahi yake na washirika wake katika Mashariki ya Kati, huku Iran ikidai kuwa uwepo wa majeshi ya Marekani katika eneo hilo ni tishio kwa usalama na kwamba ina haki ya kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uchokozi wa Washington. Aidha, mlango wa Hormuz ambao hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayouzwa duniani umeendelea kuwa kitovu cha mvutano huo kutokana na umuhimu wake kwa uchumi wa kimataifa. Kila shambulio linalofanyika katika eneo hilo huongeza hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta duniani, kupanda kwa bei za mafuta, nishati na kuathiri masoko ya fedha duniani. Wakati Marekani ikisema mashambulizi yake yanalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Kiislamu IRGC na kuzuia mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wake, Iran nayo imekuwa ikisisitiza kuwa itajibu kila shambulio kwa nguvu zinazolingana. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanaonya kuwa ikiwa juhudi za kidiplomasia zitashindwa na pande zote mbili kuendelea kutumia nguvu za kijeshi badala ya mazungumzo, Mashariki ya Kati inaweza kushuhudia vita kubwa zaidi inayohusisha mataifa mengine ya eneo hilo, hali ambayo inaweza kuathiri usalama wa kimataifa, biashara ya baharini, usafirishaji wa mafuta na uchumi wa dunia kwa ujumla. Hii ni TriGen Media.